napenda mwanaume mwenye kifua. Six pack. Hautaki mwembamba? Unataka mwanaume mwenye mwembamba tena naye mwembamba. Hapa. Kwa hiyo unataka at least kidogo awe amejaa hivi. Awe na kifua. Six pack, si ndio? Yaani akiwa tuna kifua lazima tu six pack atakuwa nazo. Yaani asiwe na kitambi, unajua? Asiwe na kitambi. Kwani yani akili yako yote pata mwanaume ambaye mwenye six pack, yule ambaye anaenda gym at least kidogo kwako ndio inakuwa ni faraja. Yaani shit, kwa sababu atakuwa ana appearance nzuri. Amekaa kijentro hivyo basi. Okay. Kwa kweli ndio unampenda mwanaume wa design hiyo. Ndio. Okay. Tunapiga story mbili tatu kuona nini ambacho wanachopitia chuo. Sasa na Jasmine. Kero gani ambazo zinaanza kusumbua kwa wasichana wenzio kipindi huko labda huko chuo au mpo kwenye mabweni yenu ambao mko hostel, si ndio? Ndio. Kero gani ambazo unazokumbana nazo kwa wasichana wenzio, kwa wanafunzi wenzio? Kero ni hamna kero kubwa. Kero ni zile ndogo ndogo wasichana labda mwingine wewe unaosha vyombo, mwingine aoshi, mwingine wewe na deki, mwingine kapita, mwingine keka sauti ya juu wakati unasoma hivyo. Yaani kero ni ndogo ndogo, hamna kubwa. Okay. Na wale ambao wanaoingiza wanaume ndani mle nini, kwako unajisikiaje? Kwa hostel yetu tunoka sisi ayombo hamna. Kweli? Hamna. Labda wao watoke, sio waingize. Hujawahi kutongozwa na mwalimu labda? Hapana. Sema kweli bwana. Hapana. Kwa urembo uliokuwa nao? Hapana, hajawahi. Una miaka mingapi? 20. 20. Okay. Bwana, huyo ni Jasmine anasema kwamba walimu wana nidhamu hali ya juu kweli, wanahakikisha kwamba hawezi kutia neno kwa wanafunzi wao. Lakini kwa pembeni hapa tunamwona bibi huyo kutoka Songea, anaitwa nani? Salma. Salma, mambo vipi? Poa. Uko vizuri? Niko poa. Naona leo kama uko buburu. Niko poa. Bwana, tunabonga hapa na Wasamalia uko live kabisa kupitia kwenye kipindi chetu cha wanachuo, na nyinyi ni wanachuo, mko hapa na kazi yako ambayo Wasamalia imekuona ni kudance. Mnajifunza namna ya kuweza kudance, mnatafuta content za kuonekana kwenye platform zote za mitandao ya Kitanzania, tukizungumzia jijini Dar es Salaam. Huko kwenye skrini za Wasamalia hapa wataka kuona changamoto ambazo unakumbana nazo ukiwa chuo, watu gani wanaokukera, yani vitu kama hivyo. Hebu mpambie kwanza, Salma, tia neno hapo. Changamoto nikiwa chuo. Changamoto ambazo changamoto nikiwa chuo mara chache zinatokea. Labda nimeingia chuo lecture na cancel kipindi, kabisa watu mnatawanyika, alafu anakuja baadaye kukirudisha, alafu na ninakotokea mimi ni mbali na chuo. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto, kwa sababu mara kwanza alikuwa amecancel, alafu anakuja labda kuingia baadaye, mimi narudi nyumbani. Nikirudi ninakokaa natokea tena kurudi chuo. Kwa hiyo it's kind of uvivu niseme. Ni uvivu. Kwa hiyo ni changamoto ya kwanza ambayo napitia ninakotokea mpaka chuo. Kuna mtu anatamani kama lecture alikuwa anajua ninakokaa, yani asiwe anailisha vipindi. Na kwa nini unakaa mbali na chuo? Nakaa mbali, lakini sasa ndo ambapo nilikuwa nimepata. Nitaama inshallah. Unakaa wapi? Nakaa huko Temeke Mombo. Kwa hiyo naona ni mbali. Plus jua. Okay. Vipi? Kazi na dawa.
kazi na dawa. Mpenzi yupo? Yupo. Yupo. Lakini sio kila siku sasa kuona naye, si ndio? No, hayupo. Hayupo. Mbona macho yako kama yanaonyesha yupo? Haoneshi kitu. No. Kweli? Hamna kitu. Hamna kitu? Hebu ana thibitisha ile analisema. Ni sahihi hana huyo? Bora kama anaonekana kama msomi eti. Anasema ukweli. Sulisha kumuona mtu wake? Kwenye simu labda. Kumbe yupo, kumbe. Tunadanganyana hapa. Hapana. Sina. Mwenzio anasema yupo, wewe unasema kwamba hayupo. Mimi ndio tukague Simba, sasa tutolee nani hapo tukague hizo message ambazo ulikuwa tena mwisho jana tu kuna chat naye hapo. This is my privacy. Siwezi kukupa. Siwezi kukupa ni private. Lakini sina, I'm single guys. Angalia live hapa. Akijitokeza hapa sasa muungwana unaenda naye akakupenda, baby nakupenda, akakuelewa kiufupi, vipi unaweza kumpokea? Kumpokea. Naogopa kumdanganya. Naogopa kumdanganya. Kwa hiyo sidhani kama nitakuwa naye. Na mambo mengi sana. Sidhani kama naweza nikaongeza ya kwake. Siwezi kumweka. Na mambo mengi sitaweza kumhandle kama mtu wangu. Mambo mengi gani kama mtu ambaye basi? Na mambo mengi. Tuambie basi. Achana na kusoma. Na mambo yangu mwenyewe dances. Kingine muda sina muda kuwa naye. Kwani mapenzi yanahitaji muda? Ndio. Wewe unakuja una mpenzi afu umpi muda. So kitu kizuri. Akasema anaye hapa yupo. Sawa, na akasema kila kitu kinaenda sawa. Sasa wewe unasema kwamba mapenzi yanahitaji muda. Ndio. Unakuja una mwenza wako afu umpi muda hata. Yaani japo hata kidogo. So kitu kizuri. Takiwa mpiane mwe na muda hata mnakuwa pamoja. Lakini si unajisikia pia kuwa na mwenzi siku moja huku unajisikia, si ndio? Yupo yule wa kupita. Kuna time naye. Hayupo hata mbaki. Hayupo hakuna hata mmoja. Hata mmoja huko? Serious? Kweli. Sasa unafanyaje na unakula na unashiba? Inahusianaje? Inakuwaje hapo sasa? Bwana mnakula chipsi, mnakula nini? Sawa. Kula chipsi, kula nini, kula nini? Hapana, usiani nakuwa na mtu. Unajizuiaje sasa? Nakumbuka kabla tujafika hapa ulisema tunaonekana kama watu wa mazoezi. Okay. Kwa hiyo mazoezi ndio inawafanya kwamba msijisikie na kuwa na hisia za kupata wenzenu, si ndio? Kwa hiyo mazoezi ndio wanafanya hivi vitu. Mazoezi ndio ina play part kubwa. Bwana huyu ni Salma anasema mazoezi ndo kila kitu. Mazoezi yanazuia zile hisia za kishamba ambazo zinatokea mtu kuwa na mwenzi kwa wakati fulani, mwili muda mwingine unajisikia, lakini yeye anasema kwamba mazoezi kwake ndo sehemu kubwa sana ya kuweza kuzuia mahusiano asijisikie kufanya mapenzi kufanya mapenzi. Hana habari na mapenzi zaidi ya mazoezi na chuo. Sasa Jasmine, umemsikia Salma hapo? Ndio. Hebu tuambie, umkosoe kidogo. Hebu mkosoe kidogo. Anasema hana mwenzake wakati anacheza naye kila wakati hapo. Tunamuona hapo kopa zinaenda hapo kila wakati. Kweli hana? Hata mimi nilimwona tu kwenye simu. Kwa hiyo huyu kumbe anatudanganya. Yupo. Basi mtaje jina hata herufi ya kwanza. Hapana, sijadanganya.
Acheni kusabazia. Waongo. Kwa sababu na wewe mwenyewe hata ukasema kama ana mchumba au hana. Lakini kwa wewe, kwa mtazamo wako kwamba jinsi unavyoishi na rafiki yako anaye, si ndio? Sio kweli, mpenzi wa Mungu, sema anaye. Okay. Umeona sasa? Wazao wanasema unaye. Je, wewe ana vipi? Sio. Unamwona jana? Sio karibu naye akiwa na chat. Sijui. Hujui kama ana mpenzi? Eti nani Jasmine? Ana vipi? Hata mimi ana sijui. Serious? Kwa hiyo mnamwonaje sasa ana? Unamwona kama singomaza au? Eti. Eti. Mimi nipo kama nilivyo. Nipo kama nilivyo. Kama ulivyo hivyo. Okay. Sasa neno moja basi kwa watazamaji ambao wanakufuatilia kupitia Wasamaria TV, nini ambacho unachoambia? Kuna wanaokutazama wenye rika yako ambako wanachuo wenzio pia wako hapo wanakutazama kwa wakati huu ndani ya studio za Wasamaria, unawaambia nini? Hapo hivi. Tunapenda waendelee kutusupport kwa sababu tunahitaji kufika sempani kwenye masuala ya dancing hivyo. Kwa hiyo waendelee kutusupport hivyo. Watuoneshe ushirikiano. Okay. Tunahitaji kufikia sempani hiyo. Na watoto wa chuo wenzio pia waendelee kukusupport kwenye dances au? Ndio, waendelee kunisupportiane kwenye masomo, kwenye dancing hivyo. Okay. Jasmine, unaambia nini sasa watazamaji ambao wanakutazama kupitia Wasamaria TV hapa kwa mida hii ya jioni kabisa? Mimi naomba tu wazidishe maombi, tuombe, tunapitia mazito sana na chuo. Tuombe sana. Tumalize salama, tu graduate. Okay. Ndio. Hapo mchumba wa mtu. Mchumba wa mtu, unaombea nini sasa wa Tanzania kiujumla? Yani ninachowaambia ni kwamba waendelee kutusupport, ndio kwanza tunaanza. Kwa hiyo tunaomba support zenu kwenye mitandao ya kijamii, popote utakapoona post yangu. Usisite kushare, kulike, na vitu kama hivyo, comment. Popote utakapoona nimekosea, sio mbaya kunielekeza. Na mfano mzuri tu kwamba sasa ukisha kuwa tayari kupata mwenzio, unampenda mwanaume wa aina gani? Mwanaume wa aina gani? Wa aina gani yani, awe vipi yani? Awe mrefu, awe mfupi, awe chibonge, awe mwembamba, awe mwenye pesa? Unampenda mwanaume wa aina gani? Sijui nisemaje, maskini. Bebete itakapokuwa bado kifika. Bebete itakapokuwa bado kifika. Una mapendekezo yako? Kwani si kila mtu anakuwa anampenda mtu anaweza akawa nataka mwanaume sijui awaje, mrefu, sijui ana hela nini. Na bado Mungu akashindwa kukupatia ule mtu. Kwa hiyo yani hapa. Kwa hiyo wewe unampenda mwanaume mrefu kidogo. Hata kama naweza nikapenda yeye ana kila kitu. Ana kila kitu. Lakini sio chaguo langu kutoka, hadi sio Mungu akawa amenipangia. Ni kitu ambacho siwezi kusema napenda awe hivi na hivi. Subiri tu wakati wa Mungu na wakati sahihi. Wewe unampenda mwanaume wa aina yoyote atakayekuja. Awe libonge nyanya ile tipo sawa. Kama ni mwanaume. Okay. Hapo mami, muda ukifika unampenda mume wako wa aina gani? Awe vipi? Awe mwanaume, awe anajiheshimu. Anipende. Awe chibonge, awe mrefu, awe Sasa chibonge, awe tu awe wa kawaida kama ndivyo mimi, anipitie kidogo, sio mrefu sio mfupi. Awe kawaida. Awe wa kawaida tu. Okay. Hilo ndo tamanio lako. Hata sasa unapenda wewe hivi. Okay. Ana hapo unapenda wa aina gani akija kwako sasa? Siku moja mimi nikipata mwanaume wa aina fulani hivi au yuko hivi kwa mume
mubashara zaidi? Kwa upande wangu mimi mwanaume ni mwanaume tu, lakini napenda mwanaume ambaye atakuwa kwanza anajielewa. Cha kwanza aelewe nini maana ya uhusiano, anakuwa anajua kabisa Kongo anakuja, anakuwa amekuja kupata nini. Heshima, kuheshimiana, caring, hivyo. Okay. Umbo lake leo la aina lipi? Mrefu, hayo tu kawaida, lakini mpenzi? Hapana. Bado? Ndio. Kwa nini bado? Circumstances tu zinatokea. Kwa hiyo au wewe sasa hivi tena hufikiri kabisa kuwa na mpenzi kwa sababu bado unapambana na masomo? Ndio, sasa hivi sifikiria bali. Labda ikitokeza. Akijitokeza? Akijitokeza fresh. Akijitokeza, lakini sio kwa asilimia zote, kwa sababu sijapa priority sana kama kipindi hicho. Sasa hivi yani I need to chill out. Yeah. Lakini changamoto unakumbana nazo za kukusumbua nini? Chuo kule hizo nakutana nazo kwa sababu mimi ni mtoto wa kike. Okay. Ndio. Changamoto zingine ambazo unakumbana nazo kule chuo, labda unakuta wenzio wanakula kuku, wanaletewa na wapenzi wao, wewe macho kwa kokodo, hiyo ipo unakutana nayo? Hapana, kwa sababu mimi chuo najua naenda kusoma, basi nikifika chuo naingia kwenye kipindi, nikiwa kipindi na zangu hostel naendelea na mambo mengine. Lakini wapo watu wa design hiyo ambao mabinti wasichana wenzio wamejiingiza sana kwenye hayo mambo ya kuwa na madanga nje. Wapo, lakini japokuwa siwafahamu, kwa sababu mimi yani naweza kusema I mind my own business hiyo. Nikienda chuo na kama naenda kwenye kipindi, naenda kwenye kipindi, baada hapo narudi zangu hostel, na kama labda nafanya fani zangu tu za kudansi hivyo, na enjoy. Okay. Bwana, huyu ni nani? Ni Ana. Huyu ni Ana. Kama jinsi tu mlivyomsikia. Sasa labda twende kwa Jasmine. Jasmine, mambo vipi? Uko live hapa, tunabonga kwenye kipindi chetu cha watoto wa chuo, changamoto mnazopitia, lakini pia faida, lakini kero ambazo mnakumbana nazo. Unajua nyinyi ni watoto warembo sana. Vipi changamoto za chuo ambazo mnakutana nazo? Kama wewe sasa Jasmine, changamoto gani unakumbana nazo ukiwa chuo? Changamoto kwa mimi, kwangu mimi. Yes. Changamoto inatokea pale ambapo boom limetoka, nimelimaliza, sina tena hela. Afu unakuta ada niliyolipiwa na serikali nimelipiwa labda 10%, hizo nyingine nalipia mwenyewe. Alafu mimi boom langu limeisha na mahitaji mengine, yani hicho nikipita nateseka sana. Alafu boom linalofuatia linachelewa tena. Kwa hiyo mpaka ile lingine lije na mikopo ya kutosha, nalipa mikopo, sina tena hela. Shida ni okay. Na boom shingapi na kwa ile ni kwa mwaka au kwa miezi mingapi? Kwa miezi miwili unapewa, kila miezi miwili 600 na 600 kamili mwaka wa pili. 600 kamili. Kwa hiyo baada ya miezi miwili hiyo 600 utakuwa umemaliza kabisa. Unakuwa umemaliza kwa sababu pia unalipia ada. Ada shilingi ngapi? Yangu ni 1,000,000 na 1,439,000. Kwa hiyo ndio uigawanye mpaka nilipie hiyo. Serikali inalipia 500,000 na nusu tu. Ndio. Vipi wa chumba, changamoto? Hizo changamoto za kawaida na ushabahatika kuwa na mwenzio? Hapana. Hapana. Sema ukweli, yule ambaye anakupigia simu unachati naye baby si nini? Sina. Kweli? Ukikagua simu yako hatuwezi kukuta jina la baby. Sema ukweli. Kweli? Hamna. Akijitokeza? Labda ajitokeze na sio sasa. Sio sasa. Kwa nini sio sasa? Sababu
Yes, sio priority yangu kwa sasa. Yeah. Yani sina mpango. Kuna mpango? Yeah. Lakini si umeshafikia ya kuwa na mtu? Yeah, nimefikia ila sasa kama bado hujawa tayari unaishi vipi? Au hujisikii? Najisikia. Najisikia ila siko interested sasa hivi. Okay. Na wazazi wako labda wanakusapoti vipi katika hizo harakati zako za masomo? Wananisupport sana, 100% wananisupport. Yeah, hela zikiisha wanapokea sana simu. Wanahakikisha kila kitu kinakuwa kiko sawa. Ndio. Okay. Bwana huyu ni Jasmine ambaye anasema yeye kwa sasa hataki mpenzi kwa sasa. Lakini tukizungumzia Anastasia pale akisema akijitokeza anytime. Akijitokeza tu anytime basi mambo fresh, lakini hawezi kumweka sana akilini. Si ndio? Just nani ana? Ndio, sisi mweka akilini. Anachosha. Bwana, hii ni Wasamalia TV na tunabonga na watoto wa chuo hapa. Bye.